ziko juu zaidi, tutapiga ilivyo bwana, pigika zaidi. Naitwa Davis Meria, makala ni zili zala viwanjani. Swali mtandaoni nilikuuliza, je, unahisi kwamba kuna ushindani katika makala ya mwaka huu ya shule za upili hatua ya kitaifa? Je, unahisi kwamba kuna ushindani katika mashindano ama michezo ya shule za upili muhula huu wa kwanza inayoandaliwa hapa kaunti ya Mombasa? Lunga nasi, zungumza nasi kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye mtandao wa X ni @Hassan Juma na @Davis Meria. Pale alama reli ni zili zala viwanjani. Nilikwambia kwamba awamu hii ya pili nikirejea nitakuwa pia nazungumza na hawa wanafunzi kutoka shule ya upili ya hapa All Saints ambao wameweza kupiga mechi yao dhidi hasa ya Kisii School, mechi ambayo imetamatika dakika chache zilizopita. Nitazungumza tu na hapa mwanafunzi tu, nieleze jina lako kisha mechi ya leo imekuaje? Naitwa Runi. Runi Ochieng. Mechi leo imekuwa tu poa. Alikuwa na expect kushindwa but ni na Mungu tu. Nini imetendeka? Wapi mlikosea wewe ulipokuwa pale uwanjani? Mimi yangu ni pigwa macho kidogo. Afrika kafura sasa. Shukrani zaidi. Mmeweza kufuzu hatua ya kanda Afrika Mashariki licha ya kupoteza mechi hiyo na licha ya kukosa kuingia katika finali. Je, hii inakaa vipi kwenyu? Mtarekebisha wapi wakati mnaelekea kule Afrika Mashariki? Kwa majina ni Samuel Mkoma Karanja, na kwa mali tutarekebisha ni tackle, tutakuwa tunapiga chini na kubeba pia juu pale hivyo haija look good. Hapo hivyo tutarekebisha hapo hivyo tu. Unahisi kwamba kumekuwepo na ushindani mkali licha ya nyinyi mabingwa watetezi, kiasi cha nyinyi mabingwa watetezi kuweza kutotetea taji lenu? Kumekuwa na ushindani pale hivyo, wametuletea mechi pia sisi tumeleta mechi, lakini imetokea venye imetokea. Kati ya mechi ambazo mmecheza, mechi ipi ambayo ilikuwa ngumu? Mechi ipi ilikuwa ngumu? Naweza sema hii wametukazia saa hii. Asante sana. Haya, nizungumze na huyu bwana. Tuanze tu na jina, kisha unacheza nafasi ipi pale uwanjani? Mechi yenu dhidi ya Kisii bwana imekuaje? Kwa majina ni Munga Kevin Otieno. Nacheza nambari 9. Mchezo umekuwa tu poa. Next time tukikam tutakuwa tumepiga training. Pia itakuwa rahisi. Asante sana. Haya, nimalizie na huyu bingwa bwana. Tuanze tu kwa majina, nafasi ipi unapiga pale uwanjani, kisha mechi yenu dhidi ya Kisii School bwana, wapi bwana mlikokosea kiasi cha kupoteza? Kwa majina naitwa Wycliffe Mutethia. Nacheza namba 7, yani blindside flanker. Game tulikuwa nayo lakini just some simple mistakes. But kuna the next step, kuna East Africa. We rectify. Tarudi na moto zaidi. Unasema watakiona? Watakiona. Asante sana. Hao bila shaka ni hao ni wanafunzi kutoka shule ya upili ya All Saints ambao ni mabingwa watetezi. Mwalimu bwana asema 1-2 kabla bana tumalizie. Jina lako kisha mambo yamekwenda fiongo hii leo. Mimi kwa majina naitwa Mr. Wanga, HOD Games and Sports All Saints. Game imekuwa tough na Kisii School, lakini sisi kama mabingwa watetezi both nationals and East Africa bado tumequalify East Africa na tunaenda kuprove ya kwamba hiyo title tunaenda kuiretain. Shukrani sana na kila laheri bwana. Asante. Haya, hiyo ni timu hasa ya hawa wana All Saints wakiweza kuzungumza nasi. Wamesema kwamba licha ya kuweza kupoteza katika awamu ya pale nusu finali hawatoweza tena kutetea taji lao. Wamesema kwamba wanakwenda pale mazoezini na wakirejea watakuwa wabaya zaidi, watatisha zaidi katika kanda Afrika Mashariki ambayo itakuwa inaandaliwa hasa jijini Eldoret. Mechi ambayo inaendelea sasa hivi ni mechi ambayo inawakutanisha hasa hawa wana Kayatiwi ambao wanacheza dhidi ya pale St. Joseph's wanaowakilisha eneo la hasa bonde la Ufa, na kumbuka kwamba ni mechi ambayo itakuwa inaamua nani ataweza kufuzu katika hasa hatua ya pale ya finali na nani atakuwa anapambana na upande wa pili Butere ambao wameonekana hasa kupata ile nafasi ya kuweza kufuzu katika finali. Mechi yao pia inaendelea upande wa pili, wanapiga dhidi hasa ya Olympic. Naweza kuzungumza tu na mashabiki ambao wapo hapa pembeni waweze kunieleza mambo yako vipi wakati tu una mechi hizi zinaendelea. Tuanze tu na jina, kisha unashabikia timu ipi katika mashindano haya na ushindani kwako upo vipi? Kwa majina naitwa Kioko Paul kutoka Kwale Kinango. Mimi nashabikia Kayatiwi
kwa sababu wao ni wa Kwale na ni champions kwa hii basket. Ni wazuri kweli kama unaona wame manage kupata 48 against now 29. Wanaenda kushinda hii kitu leo. Unasema inasalia nyumbani. Hii inachukuliwa nyumbani kama Chelsea tu penye wanachukua hii. Umewalinganisha na Chelsea? Timu kubwa ama shabiki wewe wa Chelsea? Wa Chelsea damu. Bwana. Nani amekupendeza zaidi katika kikosi cha Kayatiwi wakati tunaanza makundi hadi awamu hii ya nusu finali? Tuseme specific generally students wote wa Kayatiwi wako fit. Wamefanya zoezi, wamepiga zoezi sana. Kutoka sub counties wamekuwa wakipiga mtu mbao nyingi 160. Sasa naona ndio wameenda chini kwa kufikia ama 48 bwana. Shukrani sana. Tukuje kwa shabiki mwingine, tuanze tuna jina lako, timu ambayo unashabikia na hasa unaonaje bwana michuano hii, mashindano haya yamekuaje? Majina ni Francis Kaio. Mimi natoka huko Kibwe sub county Makueni county. Lakini mimi nasimama na Kayatiwi. Hapo nyuma awali nilikuwa side za Kwale, kwa hivyo nimewajua kutoka kitambo. Nawajua ni wao wanakuwa wazuri sana kwa games sana hii ya basketball. So nawatakia kila raheli. Mbona unasema kwamba ni basketball? Wewe si shabiki wa michezo mingine kule na timu zingine? Mimi ni shabiki wa michezo yote. Lakini napenda sana basketball na pia mchezo wa football. Mimi ni shabiki mkubwa sana wa timu ya Man U, Manchester United. The greatest team in the world. Kiburi sana. Mula wa pili, michezo ya pale kama soka inarejea. Umesema wewe ni mpenzi wa soka. Timu ipi ambayo utakuwa unashabikia? Unajua mimi sasa niko ile side nyingine, side ya huko Makueni sub county. Sasa katika huku sasa bado sijajua huko Kwale. Asante sana. Haya, nizungumze pia na shabiki mwingine upande huu wa pili. Tuanze tu na jina bwana, alafu nilipoingia hapa nilisikia ukizungumzia sijui tusitaje sijui nani, tutaje sijui nani anashiriki klabu bingwa barani Ulaya. Tuanze na jina kwanza. Kwa majina naitwa Bakari Mwanduni. Mimi ni mwalimu pande za Kwale County, specifically Matuga sub county. Na niko hapa kusupport Kayatiwi. Hii ni timu ya sub county yetu. So niko hapa kusupport watoto wetu so that waweze kufika finals, na naona tunaelekea kufika finals na tutabeba hii kitu. Bana, kumekuwa na kiangazi kikubwa sana Kayatiwi kuweza kutoa ubingwa miaka miwili, mara mwisho 2022 wakambwaga Olympic, na kumbuka wakati huo finali 60-54. Je, mnaweza kukata kiu na kurejea tena finali na hata kutoa ubingwa? Nafikiri kwa timu ya Kayatiwi vile ambavyo tumeanza mashindano haya kuanzia tukiwa sub county mpaka mahali tumefika nationals, nafikiri timu iko vizuri, na tukiangalia zile basket tumefunga hizo teams za awali, nafikiri inaonyesha kwamba huu bingwa wa nationals tunaenda nao, na inshallah tukifika katika East Africa pia ubingwa tunaweza kuubeba. Kwa hivyo mwaka huu tumekuja na ubaya kama watu wa Kayatiwi. Umetizama hizi mechi kuanzia awamu ya makundi, nani unaona kwamba alimtatiza zaidi Kayatiwi? Nafikiri game ambayo kidogo naweza sema ina ushindani ni hii, kwa sababu bado hatujafika century. Lakini zile zingine tumeweza kuwafikisha century. Sasa kidogo labda naweza sema kidogo kuna ushindani kwa hii semi ambayo tunacheza saa hizi. Lakini naona pia matokeo si mabaya. Usishangai kota mwisho tukafika century. Kafika century. Shukrani zaidi bwana, na kuruhusu uweze kuendelea kutizama mechi. Asante sana. Na pia nisisahau bana, watu wa Arsenal tunacheza club bingwa Ulaya. Na kuna timu zinacheza conference na ziko pabaya bado. Wewe ni shabiki hasa wa klabu ya Arsenal, anasema kwamba kuna vilabu ambavyo vinacheza ligi za chini, ligi kwamba mashinani, mashinani, ligi za conference, ligi za mashina, grassroots football ndio wanacheza, inaitwa conference. Na ilianzishwa na Arsene Wenger, mtu alikuwa pale Arsenal ili asaidie timu ndogo ndogo kama Man U na Chelsea. Haya, huyo ni shabiki. Haya, moja kwa moja ukizungumzia hayo, niweze tu kupitia baadhi ya matokeo ambayo yalishuhudiwa katika mechi za ligi ya Europa hapo jana usiku. Tottenham waliweza kupiga hapa sare ya 1-1 dhidi ya Eintracht Frankfurt. Alafu Lyon wakaweza kupiga sare ya 2-2
kunradhi, dhidi ya Manchester United katika mechi ambayo pakubwa tuliweza kushuhudia. Lyon akafungua, United akasawazisha, United akafunga, Lyon nao wakaamua kwamba eti hatutazama hivyo tukiwa nyumbani. Mwisho wa siku dakika za lala salama akaeza kusawazisha. Rangers nao walieza hasa kupiga sare ya nunge katika mechi yao hasa ya pale ligi ya Europa. Ndizo matokeo ama ndio matokeo ambayo yaliweza kushuhudiwa katika michuano hiyo ya ligi ya Europa. Nitazungumza pia na hasa mashabiki wawili watatu wa kike waweze tukunieleza. Njoo usiogope, angalau shabiki wa kike bwana azungumze kwenye zilizala viwanjani. KTN bwana waweze kutuambia mambo yako vipi. Tuanze tu kwa majina kisha mambo hapa yako vipi bwana? Mambo yako poa. Kwa majina naitwa Vivian Wehomba. Mimi ni shabiki ya St. Joseph's Girls High School. Ndio. St. Joseph's Girls hapa high school wamefika hasa nusu finali. Na mambo hapa yanaonekana kwamba wapo nyuma alama 32 kwa 54 dhidi ya hawa Kayatiwi. Mechi hii unaionaje? Mechi hii tutashinda. We have confidence in our girls. I know we can make it. It's never too late. Wakilishi bonde la Ufa mtavimba huku kwenye mwambao wa pwani. Yes, why not? Yeah. Yes. Upande wako unahisi kwamba mechi ipi imekuwa ngumu sana kwa wasichana wenyu St. Joseph's tangu mashindano haya ya anze? Maybe Butere, but it wasn't that tough. Our girls relaxed. Mmeweza kufuzu katika awamu ya kanda Afrika Mashariki moja kwa moja baada ya kufuzu finali. Hii inakaa vipi kwa shabiki kama wewe? I feel good. Nasikia vyema. Yeah. Haya, tuzungumze pia na shabiki hapa mwingine wa kike. Uweze kunieleza tu jina lako. Naona umepiga mkufu hatari zaidi wa Arsenal, lakini pia jezi imetulia ya AC Milan. Tuanze na jina kisha unashabikia timu ipi katika michezo hii ya shule za upili na mambo yako vipi upande wako? Naitwa Mary, mwalimu St. Joseph's Girls. Tumeleta timu 3, sasa sisi ni mashabiki wa timu zote 3. Magongo tushaingia finali, handball tumeingia finali. Hapa tunashukuru wasichana kwa mara ya kwanza wamefika kiwango hiki, manake mwaka jana walitolewa kwa group stage. Kwa hivyo ni kwetu ni point. Tunawahimiza tu kwamba tunaenda kule yale makosa ambayo tumefanya hapa tunaenda kuyarekebisha zaidi. Hii inamaanisha kwamba kuna makosa ambayo umeona wamefanya, ni wapi ambako unahisi kwamba unafaa kurekebisha? Yale tutayasema, manake nizasema wale wapinzani wetu wachukue yale kama nguvu zao. Haya, ukizungumzia hilo imekuwaje bwana kujenga kikosi kama hiki kuweza kufika hatua hii, na pia katika michezo mingine imekuwaje bwana? St. Joseph Kitale is a powerhouse. Principal wetu Chief Rosbella yuko hapa na nadhani tuna balance. Maana kama ni masomo pia tuko mwaka jana tulikuwa na 8.10. Kwa hivyo tunajituma kule, tunaita industrial area. Tunajituma. Tamu ijayo tunakuja na soka, tulipeleka mwaka jana soka pia. Mimi ni kochare wa soka. Hatua ya kitaifa mlifika? Tulifika, tulikuwa nambari 3. Tuna volleyball, tuna netball, tuna rugby, 7s, 15s zilikuwepo pia. Naikumbuka kwamba hatua ya kitaifa mkifika mlipiga wale ambao waliweza kutoa ubingwa miaka 3 iliyopita, St. Anthony Boys. Sisi ni St. Joseph's Girls, tulipiga Uyeta Girls, mabingwa watetezi. Ndio sisi. Kwa hivyo tuna hakika ile support tunapata kwa board management, kwa principal, walimu, watoto. Kituangalia tunajituma tu, sisi hatujakuja hapa kutembea Mombasa, tumekuja kazi. Asante sana, kila laheri. Asante pia. Haya, huyo ni mwalimu kutoka shule ya upili ya St. Joseph's Girls akiweza kuzungumza nasi. Mechi inaendelea sasa hivi, ni mechi ya wanakayatiwi, wawakilishi kutoka eneo la Pwani wanapiga dhidi ya hasa wawakilishi kutoka eneo la bonde la Ufa ambao hapa ni bila shaka St. Joseph's Girls, bila shaka mtazamaji. Haya ndio matokeo ambayo yanaendelea. Kwa hivyo bwana, nitakuwa hapa kwa ajili tu ya kuweza kukuletea yote ambayo yanajiri katika nyuga zote mbili. Nyuga zote mbili, nazungumzia Shimo la Tewa shule ya upili hii, na upande mwingine chuo cha mafunzo ya ualimu hasa cha pale Shanzu pakubwa. Na kumbuka kwamba kesho itakuwa vuta ni kuvute, eti punda afe mzigo ufike,
na nani atakuwa na sepa na ubingwa katika mashindano ama michezo tofauti tofauti. Naitwa Davis Meria, shukrani zaidi kwa kuwa nami tangu mwanzoni hadi tamati bwana. Tukutane tena wakati mwingine, Mola akijalia. Usikwende mbali, manake yanayojiri yanakujia kuweza kukujuza yote ambayo yameweza kujiri humu nchini. Lakini kwa sasa mimi pamoja na mpiga picha wangu Boniface Kioko, mwelekezi kule upande wa pili Karen, na mzalishaji kipindi Cynthia, basi tunakutakia utazamaji mwema kutoka hapa kaunti ya Mombasa. Naomba nichukue bwana madafu yangu, maji yangu, niendelee kutizama mechi na kuweza kukuletea taarifa muru wa mida ya saa 1 na saa 3. Kwa sasa, kwa na utazamaji mwema. Kwaheri.